Kwenye gharama za usajili wa kampuni kuna gharama mbili. Kuna gharama zetu za kazi na gharama za serikali. Hapa nitaongelea gharama za serikali kwa sababu gharama zetu za kazi haziko fixed, ila gharama za serikali ziko fixed. Serikali ina majarada 5 ya usajili wa kampuni. Na haya majarada yametengwa kutokana na thamani halisi ya kampuni yako. Unaweza kujiuliza swali, utajuaje thamani halisi ya kampuni yako wakati bado huna hata kampuni bado? Unachoangalia ni vitu vitatu. Unaangalia vision na maono ulionayo. Kama unatamani kuja kuwa na kampuni ya aina gani, ya ukubwa upi, alafu niweze kuoperate kwa ukubwa upi. Then unaangalia vitu hivi vitatu. Nitahitaji kuwa na mtaji kiasi gani kuweza kuoperate kampuni ninayotaka. Nahitaji kuwa na asset, nitamiliki asset kiasi gani kwenye hiyo kampuni. Alafu cha tatu unaangalia ni utahitaji kuwa na gharama za uendeshaji kiasi gani ili uweze kurun kampuni yako. Hizi zote kwa pamoja ukizichukua ukazijumlisha ndio unapata thamani halisi ya kampuni yako. So, utajua majarada yote 5 na thamani zake na gharama utakazolipia. Ukisema kampuni yako ina thamani kuanzia 20,000 mpaka milioni 1, utalipia 1,167,200. Ukisema kampuni yako ina thamani kuanzia milioni 1 mpaka 5, utalipia 2,247,200. Ukisema kampuni yako ina thamani kuanzia milioni 5 mpaka 20, utalipia 3,32,200. Ukisema kampuni yako ina thamani kuanzia milioni 20 mpaka 50, utalipia 3,62,200. Na ukisema kampuni yako ina thamani kuanzia milioni 50 na kuendelea, kwa maana milioni 100, 200, bilioni, utalipia 5,12,200. Hii inalipwa mara moja, hailipi kila awamu hapana. Hii ni kama kiingilio. Ni kama kwamba kupata status na wewe kuwa na kampuni unatoa gharama gani. Huwa tunashauri mtu achague thamani kubwa kadri iwezavyo kwenye hizi zote kwa sababu kuu 3. Kwanza tukianza faida na hasara. Hasara ukichagua kubwa utalipa hela kubwa. Kwa mfano kubwa hapa ni 512. Kwa hiyo utalipa hela kubwa. Lakini faida yake ni kwamba kampuni yenye thamani kubwa ina nafasi kubwa ya kuwin tender sokoni. Jambo la pili, kampuni yenye thamani kubwa ina nafasi ya kuwavutia investors, wawekezaji kwenye kampuni yako. Alafu faida ya 3 tunasema kampuni yenye thamani kubwa haiathiriwi na money inflation, kushuka kwa thamani kwa fedha. Kwa hiyo ili usiathirike na kushuka kwa thamani ya fedha, na kama tulivyosema kampuni yetu tunakuwa tumewekea direction kwa miaka 2 ya short plan na miaka 10 ya short plan. Hapa katikati hata ikishuka thamani bado inakuwa haijakuwa affected na inflation, kwa sababu thamani kubwa hata thamani ikishuka ya fedha bado inakuwa na uwezo wa purchasing power sokoni. So tunashauri chagua thamani kubwa kadri uwezavyo. Na tunasema kadri uwezavyo ni kwamba bado una nafasi ya kubadilisha kutoka position moja kwenda position nyingine bila shaka, bila wasiwasi. Kwa hiyo unaweza kuchagua ndogo, kuchagua kubwa, kuchagua kati, kutokana na mfuko wako unapoishia ndipo unaweza kuishia.